Mungu amekuwa mwema, na kama kutoka kwa kamati hatuja nunua hata Panadol kwa ajili ya mtu yeyote. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunalishukuru Bwana, kwa sababu si jambo la kawaida, na kama ingekuwa ni uwezo wa mwanadamu halingefanyika. Kwa hivyo pia tungependa kushukuru wazazi ambao waliweza kuruhusu watoto wao na kuweza kujiunga katika kambi hili kwa kipindi cha siku 10, ili kwamba watoto hawa waweze kupelekwa mbele za Mungu kama jinsi alivyoagiza Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha Mungu awabariki katika hali ya kipekee. Najua kwamba mmejitahidi hata katika hali ya kifedha, mmeweza kuonyesha kwamba kweli nyinyi ni watoto wa Mungu, nanyi mko tayari kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Wacha Mungu aweze kuwabariki. Pia shukrani nyingine huenda kwa makanisa yetu yote, kuanzia kule CCC. Naamini ya kwamba kuna wazazi hapa. Wacha Mungu aweze kuwabariki kwa kila jitihada ambayo mmefanya na kuhakikisha kwamba kambi hili linafaulu. Jambo hilo ni jambo ambalo tunasema ni asante, kwa sababu ni kupitia kwa uweza wa Mwenyezi Mungu ndio maana mkaweza kuruhusu watoto hawa wakaweza kufika mahali hapa. Shukrani nyingine ninaenda katika institution yetu ya Boston, ambao kwa muda mfupi tu tulipotuma request ya kwamba waweze kujiunga nasi katika hali ya kufunga mkutano huu, na wakao wepesi kwa ajili ya kusema kwamba nasi tutakuja kuweza kukaa pamoja nanyi, kwa sababu hilo ni jambo ambalo linapendeza hata mbele za Mwenyezi Mungu. Wacha viongozi wote na mkubwa wao wote waweze kupata baraka kutoka kwa Mungu. Pia ningependa kuleta shukrani kwa ajili ya wachungaji wetu watatu wa district zote tatu, district ya Shanzu, district ya Majaoni na district ya Mombasa, kwa ajili ya kuruhusu ili kwamba watoto wao waweze kujiunga katika kambi hili. Na kwa njia ya kipekee ningependa kumwalika district elder wa Majaoni ili kwamba akaweze kuleta shukrani kwa niaba ya district ya Majaoni, kama kwenye kanisa letu la Shimo ambao wameweza kutuhost, wameweza kuturuhusu ili kwamba tukaweze kuwa mahali hapa, kwa sababu jambo hili lilikumbatiwa na district. Kwa hivyo ninalo furaha niweze kumleta kwenu district elder wetu ili kwamba atoe shukrani hizo kwa niaba ya Majaoni district. Karibu elder. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Langu ni kushukuru Majaoni, wazazi, viongozi, chungaji kwa kazi kubwa ambayo iliweza kufanywa kuhakikisha kwamba mkutano huu umefaulu. Watoto wetu wamefurahia, tumekuwa tukiwatembelea na tuzidi kuonyesha mfano huo, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mkutano huu kufanyika maeneo haya katika level ya D6. Naomba kwamba moyo huo uendelee kuwa hivyo ili kupatia watoto wetu shime ya kuweza kujumuika katika mafundisho haya. Katika yoyote ambayo mliweza kufanya mkatoa, Mungu awarudishie na Mungu awatangulie. Asante. Barikiwe sana Elda. Naweza kuona jinsi ambavyo mtutembelea kila siku na kuhakikisha kwamba tuko sawa. Wacha Mungu aweze kubariki. Ni nalo ushuhuda wa kipekee kwa ajili ya kambi hili, na ningependa kushukuru Mungu kwa njia ya kipekee. Katika mpangilio ya mkutano huu, kuanzia siku yake ya kwanza tuliweza kuwa na changamoto tele tu, kiasi ya kwamba ikawa hata viongozi wanakufa moyo, wanasema kwamba viongozi naona kwamba ni kama mkutano huu hautafanyika. Nikawa na wakumbusha ya kwamba mkumbuke safari ya wana wa Israeli walipotoka Misri kwenda Kanaani,
na walipofika katika kanda ya mto Yordani ikawa kuna changamoto, lakini ushujaa wa Yoshua iliweza kudhihirika kupitia kwa mkono wa Mungu, na akamwambia kwamba tutaweza kuvuka pamoja, kwa sababu safari hii tumeweza kuona ukuu wa Bwana. Iwe ni kule Mombasa district, iwe ni Shanzu district, iwe ni Majaoni district, kulikuwa na changamoto tele, lakini kwa hakika Mungu ameweza kutenda, na natangaza tu kwa furaha tele na kwamba katika kambi hili tumeweza kuwa na watoto 108. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kushukuru Bwana, kwa sababu si jambo la kawaida, na viongozi tumeshirikiana kwa njia ya pekee, na mkutano huu imeweza kufaulu kupitia kwa uwezo wa Mungu, na Bwana aweze kupewa sifa. Kwa hivyo hapa tuko na viongozi tofauti. Ningependa kuomba ya kwamba club directors mahali popote mko, kama mnaweza songa huku mbele, msonge mbele kwa haraka, ili kwamba niweze kuwatambulisha kwa kanisa na wajue ya kwamba ni akina nani hawa ambao waliweza kuwa na watoto wao katika eneo hili. Naomba kwa haraka muweze kufika hapa ili kwamba muweze kusalimiana. Nikianzia club director wa Zoirani, sijui kama alikuwa amekimbia mahali, lakini nimeona amefika. Atakapofika karibu nami, anaitwa Sami Kazungu, ndiye amekuwa director wa Zoirani, na pia amekuwa mweka sina kwa ajili ya kambi hili, na hata mchana atapata nafasi ili kwamba atangaze namna ambavyo fedha ambazo tulipewana na makanisa jinsi ambavyo ziliweza kutumika. Hiyo ataweza kutuletea hapo mchana, kwa sababu ripoti hiyo iko tayari kwa ajili ili iweze kufika kwenu. Wacha niweze kuelekea kule Majaoni. Majaoni waliweza kuongozwa na club director mama ama dada ama master guide Priska Bernard. Naomba ukaweze kusalimiana. Sijui kama mic nyingine iko pande gani. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Barikiwe sana. Haya, tunapotoka pale Majaoni tunakuja katika kanisa letu la Shanzu, ambao Shanzu waliweza kuongozwa na MG Sami Machuka. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. And happy day. Happy Sabbath. Karibu katika sabato ya leo. Nikitoka pale Shanzu, wacha nikuje hapa Shimo, ambao tulikuwa tunaongozwa, waliletwa na MG Margaret Okeyo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Pathfinders. Pathfinders on purpose. I will go. Barikiwe sana. Aliyesalia, licha ya kwamba yeye ni kiongozi ama club director wa kanisa la CCC, yeye pia ndiye area coordinator wa station hii ya Mombasa mwaka huu. Anaitwa MG Edna Nangaro. Karibu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Wakati wanakuwa siku ya leo, Mimi. nachukua wakati kuwakaribisha kwa njia ya kipekee kama kiongozi wa kanisa la God Central Church to crown sherehe ya Pathfinders Day. Alafu pia nachukua hii nafasi kama kiongozi wa Pathfinders Mombasa Station kuwakaribisha wote kujisikia niko nyumbani tunapomaliza sherehe ya
2025 Matiaoni Kakamega Kamburi. Mbarikiwe nyote. Barikiwe sana, barikiwe sana. Kando na hawa kuna wale walimu, msimame tu mahali mko mwepo. Wale walimu ambao tulikuwa tunasaidiana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafundishwa jinsi ilivyo ipasavyo. Mahali mko si mwepo. Barikiwe sana, wewe back. Haya. Pia nafurahi kuweza kuwaletea wazee. Najua ya kwamba kuna kitengo wataletwa na pastor mwenyewe, lakini wazee wa makanisa wakiongozwa na district elder, naomba mahali mko msimame, alafu muwe. Barikiwe sana wazee, Mungu aweze kuwabariki uwepo wenu, na imeweza kusaidia pakubwa sana katika kufaulu kwa mkutano huu. Pia niweze tu kuwaletea jinsi ambavyo kwa ufupi tu watoto wetu wameweza kujifunza mambo mengi, na kwenye kambi hili tuliweza kusudia ya kwamba watoto waweze kufundishwa honors 3 ambayo ilikuwa ni honor ya insect, honor ya hiking, na honor ya physical fitness, na honor ya sign language, ambapo mnaona mwalimu wa sign language yuko hapa mbele. Ameweza kufanya kazi kubwa sana kwa kipindi hii ya siku 10, ambapo ningependa tu kuwarai makanisa ambao walikuwa watoto wao wako hapa. Jambo hili mahali ambapo amefikisha watoto, naomba ya kwamba wanaporudi muweze kuendelea, muweze kumuona akuje aendelee, na atakapoendelea kwa kipindi cha miezi 3 tu, watoto hawa sasa wataweza kufanya evangelism kwa hawa wenzetu ambao ni wa possibility ministry, ili nao pia waweze kupokea ujumbe wa malaika watatu, ujumbe huu ambao imetuleta na imetufanya leo hii tumeweza kuketi mahali hapa. Kwa hivyo Mungu aweze kubariki sana, na watoto hawa kwa mara ya kwanza katika historia ya Kampori tangia ilipoanza tuliweza kufaulu kuweza kufanya mtihani. Kwa hivyo watoto hawa waliweza kufanya mtihani, na mambo mengi mtaweza kujua hapo mchana, na waliweza kuanza kufundishwa siku ya Ijumaa, na tukafunga mafundisho siku ya Jumatano, na siku ya Jumatano mwendo wa mchana wakafanya mtihani, na awamu ya mwisho wa mtihani wakamaliza siku ya Alhamisi, na jana walienda haki na ikawa ni wanajiandaa kwa ajili ya pumziko. Kwa hivyo watoto hawa wameweza kupata mafundisho ya pekee, na Mungu aweze kuwabariki. Mniruhusu kwa ajili ya wakati, na mtatuwie radhi tu kwa sababu tuko katika Kampori. Yale ambao mnaona hivyo ndivyo Kampori hufanyika. Kwa hivyo ikiwa labda hutapata kuwa umepata kiti, ujue ya kwamba mkutano huu iko katika kiwango cha watoto, na hapo mahali wamefikia ndivyo mahali wamefikia. Kwa hivyo mahali hawangeweza kufikia, sasa Mungu aweza kuwasaidia ili uweze, kama umebeba leso utandike leso na uketi na ukakae vizuri mbele za Mwenyezi Mungu na ukasikize ujumbe ambao ameandaa kwa ajili yetu. Mruhusu niweze kualika mchungaji ili aweze kuletea wachungaji ambao wako, na kabla alete wachungaji mruhusu niweze kukaribisha watoto wetu hapa mbele. Na wa kwanza tuko na dada Sara ambayo amekuwa mwalimu wa sign language, ametujia kutoka kanisa la Ziwani. Yeye ni MD in class, na juzi ameenda kufanya mtihani, na hivyo anatarajia ya kwamba ataweza kugraduate hapo mwendo wa tarehe 14 Disemba. Wacha atusalimie. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Barikiwe, barikiwe, barikiwe. Alafu tuko na kijana wetu Kaluma Bakari ambaye atatuongoza kwa ombi kuu. Happy Sabbath. Happy day. Kaluma Bakari. Barikiwe sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Dari Nege from Shanzu.
Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. David Nyaribo from CCC. God is good all the time. All the time. Leila from Zoena. God is good All the time. all the time. God is good. My name is Precious from Shima. Haya, wacha Mungu aweze kubariki. Na host pastor wetu ni Pastor Hassan Roronyo. Kwa hivyo namwalika ili kwamba akaweze kumalizia sehemu ya makaribisho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Leo ni siku ya furaha sana katika maisha yangu. Leo ni historic day kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuhudhuria sabato ya Kampuri. Sijawahi hudhuria Kampuri yoyote. Sisi tumeamini tukiwa wakubwa hatukupitia vipindi hivi vyote. Tangu nilipoingia katika kanisa la Wasabato sijapata nafasi ya kwenda katika Kampuri. Lakini katika Kampuri ya mwaka huu ambao ilikuwa chini ya Majaoni nilipatia nafasi ya kuzunguka na kuona na kuwa na kuelewa zaidi kuhusu mambo ya Kampuri. Nashukuru sana wale ambao waliandaa Kampuri hii. Nasema ya kwamba Mungu awabariki. Haikuwa ni jambo rahisi, lakini mwisho tumefanikiwa kuwa na Kampuri yetu mwaka huu. Na nataka kusema ya kwamba katika honors ambazo hawa Pathfinders wameweza kusoma, kuna moja ya muhimu sana ambayo watoto hawa wamejifunza, na nasikia nikiwa proud of them sana kwa sababu ya masomo ambayo wameweza kuyapata. Hii ni honor ya sign language. Mimi nilipokuwa kiongozi katika Kenya Coastfield nilisimamia idara ya possibility kwa miaka mingi, na walinipendekeza kwa sababu kutoka union, kwa sababu waliona nilikuwa na interest sana na mambo ya hawa viziwi. Na nilipochaguliwa nilifanya kazi vizuri na hawa kina dada, na ijapokuwa sikupata nafasi ya kukaa kwenye darasa kujifundisha hiyo language. Nilikuwa nikipatana nao wananisalimia, wanataka kunifundisha, lakini ilikuwa ni ngumu. Na nashangaa wanafunzi wetu hapa Pathfinders kwa wiki moja wameweza hata kuandika majina yao katika sign language. Wanaweza kuhesabia kuanzia 1 mpaka 500 katika sign language. Wameelewa mambo mengi, hata mwalimu wao wanapokuwa hapa mbele wanaelewa anasema nini. Kile ambacho kimebaki ni kidogo sana, na kwa sababu Yesu aliposema enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili, pia viziwi na watu wa kila aina ni miongoni mwa wale ambao tuliambiwa tuwafikie. Sasa kikundi hiki cha watu ambao hawawezi kuzungumza kwa midomo yao, watoto wetu sasa wamepata mbinu ya kuweza kuzungumza nao. Na sikia wivu ninapoenda katika kanisa la Bamuri kuona watoto karibu wote wanajua sign language, na pale kuna deaf wengi ambao wanaenda katika kanisa hilo kwa sababu wanaweza kuinteract na washiriki, wanaweza kuinteract na watoto, na kwa hivyo wanajisikia wako huru kushiriki katika kanisa la Bamburi. Sasa kile ninachoomba ni kwamba district yetu na pengine district ya Shanzu ambao sisi ndio wengi katika Kampuri hii, inaomba ya kwamba tukae katika mabaraza yetu ya district tuweze kuvote ya kwamba watoto hawa waendelee kufundishwa kwa angaa miezi mingine mitatu, ili ya kwamba tuweze kuanzisha special ministry katika makanisa yetu ya Shanzu na Majaoni kwa ajili ya kuwafikia deaf ambao katika maeneo haya yetu. Najua deaf hawezi kwenda kanisa lolote kama hawezi kuwasiliana.
na kwa hivyo watakapojua makanisa yetu hapa Shanzu na Majaoni wana offer wanaweza kuinterpret, basi watasikia huru sana kuja katika makanisa hayo, na wako wengi ambao wako katikati yetu katika maeneo haya. Na kwa hivyo ningependa ya kwamba elimu ambayo umeweza kuipata tutafute kama makanisa yetu ya district vile ambavyo watanufaika zaidi. Walimu hawa wanapatikana, ni kuweza tu kuwawezesha kidogo kwa facilitate, ili ya kwamba at least twice in a month wanakuja wanafundisha watoto wetu. Hata mimi pastor natamani hata mimi niweze kuingia katika darasa hilo. Nataka hata mimi, kwa sababu wanapolizungumzia na shida na nitawaambia namna gani. Sitaki nichukue muda mrefu kwa sababu kuna shughuli nyingi. Hiyo ilikuwa tu ni remarks yangu ya kwamba kuomba makanisa district boards zote mbili, Majaoni na Shanzu, tukae chini na tuweze kumeka recommendation vote ya kwamba mafundisho haya yaendelee katika district zetu hizi mbili. Tuchague mahali central place waendelee kufundishwa. Basi nataka niweze kuwakaribisha wachungaji ambao wako pamoja nasi katika mkutano huu. Je, kuna mchungaji yoyote aidha uko shuleni ama umehitimu kwenye district, popote ulipo uweze kusimama uweze kukaribisha na mchungaji yoyote? Basi kwa sababu sioni ninamuona mchungaji mmoja hapa, aje hapa mahali ataonekana na wote, aje hapa mbele. Mchungaji Ronald Ndimu ndio mchungaji katika district hii ya Shanzu district. Yeye ndiye ambaye amekaribisha kanisa la district ya Majaoni wafanye kampuni mahali hapa, na naamini ya kwamba washiriki wake wa Shimo wako hapa. Washiriki wa Shimo kwa kuwevu mkono, asante, ndio hao washiriki. Wale wengine hawakuweza kufika, Majaoni Shanzu hawakuweza kufika, pamoja na Zimra, kwa sababu wiki iliyopita walikuwa na district gathering, kwa sababu walikuwa na harusi na walikuwa na pastors appreciation. Kwa hivyo kwa sababu ni expensive kuwa na district gathering mara mbili kwa kufuatana, hawangeweza kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo ningependa pastor uje hapa mbele uchukue kipaza sauti hiki, ili ya kwamba utukaribishe rasmi katika maeneo haya yako, kama wewe sio host lakini wewe umetukaribisha. Asante pastor kwa nafasi. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Nawakaribisha kwa njia ya kipekee katika kumaliza kampuni hii ya watoto wetu. Nimekuwa nikikuja naona wanafundishwa. Naomba wazazi hakikisha yale yote watoto hawa wamefundishwa muweze kuwaruhusu pale nyumbani kupika, waweze kupika. Kuna mambo wamefundishwa mengi hapa. Niona wakifundishwa mtu akichomeka ni jinsi gani wanaweza msaidia. Kwa hivyo tuko na watoto wamefundishwa mambo mengi, na yule hakuweza kupeana mtoto wake, kuna mambo mengi alikosa. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee na wakaribisha katika sabato hii, mjisikie huru na watoto wetu, yale mmefundishwa myatumie pale nyumbani hata shuleni, na mnapokuwa wakubwa Mungu ataendelea kuwaelimisha na mtafanya mambo makuu katika maisha haya. Mungu aweze kutu. Okay. Asante pastor. Yeah. Pastor, hawa watoto wako pale Boston Institution na wako shule. Hawa ni wanafunzi wako shule, na unapoangalia wanapiga hii kana kwamba ni bandi ile iko sawa. Kwa hivyo kwa institution ile waliona, walipoulizwa wakaona vizuri walete hawa watoto ili waweze kupigia hawa pathfinder wetu wanapomachi. Kwa ishara ya mikono naomba mmoja aweze kusalimiana. Yes. Si ukuje usalimiane. Huyu ni mshiriki wetu wa hapa Shimo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Karibu wote.
Asante watoto na pamoja na maaskari, mnaweza kaa sasa. Ukisikia kutembea pale Boston, kuna mambo mengi mnaweza kupata pale, mnaweza jifundisha mengi. Kwa hivyo tunashukuru kwa kukuja watoto wetu pamoja na staff wale na wale wote mmekuja kwa ibada hii. Mungu aweze kuwabariki, tuweze kubarikiwa sisi sote. Asante. Asante kwa Boston. Washiriki kila mwaka huo tunafanya wetu mkuu katika kampuni yetu. Tumekuwa na Pastor Mwashigadi. Pastor Mwashigadi naamini ya kwamba pengine huenda mchana atakuwa pamoja nasi kwa ajili ya investor watoto wetu kuanzia wakati wa saa 9. Kabla sijamuita mgeni wetu mkuu aweze kusalimia, nina watoto ambao jana nilipokuwa nakuja kampuni niliamua kuja kwa mguu na nikakutana na familia, mtu akanisalimia, niliwasalimia na wakaita. Na sasa kwanza niuliza, umejuaje mimi ni mchungaji? Wakasema tunakujua sana wewe, hata huo unapita hapa na gari. Basi wakasema watoto wetu watakujaje kanisa? Basi nikawaambia nitawachukua, nitakuja nao kanisani wawe wakija katika kanisa. Basi wakasema, mchungaji, kanisa yako ni gani? Nikawaambia mimi ni wa Seventh-day Adventist Church. Akasema, kwa hivyo mnaenda kesho? Basi kesho asubuhi nitatayarisha watoto waje kanisani. Na kwa hivyo nilipoenda, watoto walikuwa pande za majaoni, nikachukua yule mzee, nikaja majaoni kwa nyenye yao, tukachukua watoto na watoto tuko pamoja nao hapa. Pastor Undimu sijui wasimamishe watoto waweze kusalimia sala wa Sabato. Wangapi wanawakaribisha watoto hawa? Nyuma ya watoto hawa kuna wazazi wa Kidigo, kuna wengi ambao watakuja. Kwa nyanya yao tulipokwenda kuchukua watoto, nyanya amefurahi sana kusikia watoto wanakwenda kanisani. Na kwa hivyo kuanzia sasa hawa ni watoto wetu. Ni siku ya Pathfinders na tumepata watoto wa kuanza nao siku ya Pathfinders. Kwa hivyo tuwasaidie wapate uniform ya adventurers na tuwakuze wazazi wao waje kanisani, nyanya yao, babu yao wote waje kanisani. Na kupitia kwa hawa ninaona pia tukimarika katika kuhubiri wa Digo na kuja katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo tuwasaidie vyote itakavyowezekana ili ya kwamba wapate kujihisi ya kwamba wako katikati ya watu wa Mungu. Bwana wetu aweze kuwabariki, wanaweza kurudi. Mgeni wetu ambaye Mungu alimchagua atakuwa ndio mgeni wa watoto wetu katika wiki hii, si mwingine ni Pastor Julius Yawa. Pastor Julius Yawa ni mchungaji wa kanda na CCC, yote inaitwa Mombasa Church. Hakuja peke yake, amekuja na mke wake. Ningependa popote alipo asimame awave. Mke wa mchungaji Yawa ndiye huyo. Wangapi wanapokea salamu zake? Asante. Ndugu Yawa nilikuwa mkubwa wake pale ofisini. Nikamuona akikua mpaka mwisho akawa kama mimi. Sasa ni mchungaji mwenzangu, ni colleague. Sio mkubwa wake tena, ni colleague katika kazi. Lakini najivunia kuona ya kwamba amekuwa, kwa sababu kuna wale walioingia katika global wakaishia global, lakini ameenda mpaka akatrain kuwa mchungaji na leo hii ni mchungaji. Na pia amekuwa ni mgeni wangu katika kampu hii. Nilipomuomba awe katika kampu hii, hata kuuliza sasa itakuwaje ama itakuwaje, alisema nitakuja. Kuna wakati nilipomuita kwa training, hata sikuuliza mara mbili. Nilipomwambia kuna training ya watendakazi tutapatikana, akasema nitakuja, niko leave lakini nitakuja. Na hiyo ndio spirit ya watu wa Mungu, wakati wote wako tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa sababu watakuwa na wakati mrefu wa kuzungumza na sisi. Ningependa aweze kusimama wave, alafu wangapi wanamkaribisha ya kwamba wakati wako ukifika azungumze na sisi. Asante. Mungu wetu apate kubariki na huduma inaendelea kama ilivyoratibiwa. Barikiwe mchungaji, poleni kwa kuregesha nyuma. Na wiki hii yote tumekuwa tukitumia bendera mbili
lakini leo tuko na bendera ya 3 na nimesahau kutambua uwepo wa idara ya Adventurers. Naomba wakasimame, idara ya Adventurers wasimame kwa sababu wamekuwa in uniform, kwa sababu kuna shughuli maalum ambao watahusika hapo mchana, na alafu kiongozi wetu wa district aweze kusalimia sister ama MG Stella. Happy Sabbath. Happy day. Barikiwe sana. Fungue Biblia zetu kutoka kitabu cha Psalm 138:8. Nasema, the Lord will fulfill his purpose for me. Thy steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of thy hands. Narudia, the Lord will fulfill his purpose for me. Thy steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of thy hands. Tusimame na nyimbo zetu namba 65. For instance, tupatie pamoja nasi, naombea wale ambao wamefika mahali hapa, tunaombea pia taifa letu. Tunasema ni asante kwa kuona siku ya leo. Naomba pia tusamehe dhambi zetu, maana hatufai machoni pako Baba. Tunapoenda kuanza ibada hii katika jina la Yesu naomba nikimwomba. Ni wakati wa sadaka, tusimame na nyimbo 95. God is Kwa matenda za kutolea kukusanya
kama sadaka kwa njia ya simu. Namba ni hii 01155173. listen to our word with us. Bless our parents and our teachers in Jesus' name. Amen.